Namnam DJ Hero kama kawa. Basi ikiwa ni sehemu ya pili ndani ya picha hii hapa. Basi toka na Heroes Studio kwa DJ Hero kwa mitambo kama kawaida. Pale tulipoishia basi ndipo tunapoenda kusonga mbele katika moto mpya kabisa hapa. Basi baadaye anapokuja kumtazama binti ndipo anagundua ale kiongozi wa kikosi hichi hapa ni binti huyu. Hata kumwangalia hasa pale bibi jamaa afanya msaada hapa kabidi kumsaidia binti yule pale asije akaanza kuzurika na mnyama mkali fusho. Baada ya kutoa upanga basi binti pale pale wote wakashangaa nani afanya kile kitendo. Sasa binti akapata nafasi akamwotea buti moja zito namna hiyo, mwamba akatua chini, lakini mwamba anaambia ni shida hiyo, mwamba ni balaa tupu yani. Sasa baada ya kumweza vile wakazana amemweza hasa kwa upande wa mkono pia afage ndio mambo. Sasa unazidi kumiminika baba, wanataka kuweza kumweka kati mwamba, anapigika basi huyu. Sasa watu wazidi kushangaa maajabu, uwezo huyu jamaa si wa kawaida. Yeah, DJ Hero Buma. Sasa unashangaa uwezo kijana si wa kawaida. Ukimnyang'anya panga afai, ukimnyang'anya kwenye pigo pia afai. Sasa hii ni balaa tu. Lakini alikumbuka mamake anamwambia kitu kimoja. Anataka uweze kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na Fangling. Huyu lady hakikisha kwamba anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na wewe. Kiwe vote vile, tumia mbinu zako uwezavyo. Basi ilibidi asarende. Maana mamake alimpa mission hiyo. Kwamba hakikisha binti huyu ambaye kiongoza kikosi hichi atajihusisha na masuala ya kimapenzi na yeye. Binti akatua pale. Baada ya kukumbuka vile ndio akaacha kufanya ile fujo. Binti akatua mzee. Amekasirika mama huyu. Anaitwa Ma Fangling. Binti akamsogelea akamtizama. Kama wewe ni nani unajaribu kuzuia kikosi cha Tessa and Hall? Tuambie nani amekuita hapa? Tinza. Leta kioo. Binti amleteni kioo bwana moja. Sasa kioo kikaletwa. Maana binti yeye karibiwa na mtu wote akamuonja hata kidogo. Alipokaguka kwa makini, aligundua amekatwa nywele kadhaa na huyu jamaa. Binti alitukia balaa. Gongsun dago. Kabla brother Gongsun. Bulao da xiaojie dou shao. Akina haja ya kumzuru binti kwa wakati huu. Tumjue kwanza ni nani ambaye amefanya hivi. Kaamba ngoja kwanza. Nipe panga. Akapewa upanga mzee. Mama wakasirika mzee. Kaambia mimi usifanye hivyo kwanza. Haina haja kwa wakati huu. Kutokana na sheria ya 10,000 Hall. Nasema kama muuaji kamatwa. Hakikisha kama anatambuliwa vizuri matokeo wapi, uchunguzi ufanyike mwingi. Nani amemtuma kufanya vitendo hivi? Akaacha kunyosha upanga. Kaambia hivyo ni hivyo. Uchunguzi ukishafanyika mimi naufanya hapa hapa. Kama mama hawezi kufanya uchunguzi hapa hapa. Kaambia kwa sababu lazima tualike wageni waje kuchangia baadhi ya mawazo kuhusiana na swala hili. Maana yake mtu yule atakuwa ametumwa toka mbali. Sasa binti akataka kumoja. Binti anataka kumuua huyo mjinga. Kaambia naomba uniambie hivi sheria inasemaje kwamba nikiifuata kwa wakati huu? Kaambia kwa friends. Haina haja ya ugomvi kwa wakati huu kwa jambo dogo kama hili. Kaambia wewe leo mtoto mdogo umekulia juzi, tumekaa miaka mingi hapa. Kwa tunajua sheria hapa inavyosema. Akuwe sio mtu wote wala una bogadi wote hapa. Kwa tulia binti afanye kile ambalo tunamwagiza sisi wakuu hapa. Kama 10,000 dollars ina sheria zake pia. Misi usije ukasahau kwa sababu ya jambo la kidogo la sasa hizi. Misi hapo utakuwa kufanya maamuzi. Unatakiwa ufuate sheria. Kufanya maamuzi kwa haraka itakuwa ni ngumu. Kama wakati nchi yetu baba wako ameweza kuiacha kwenye mikono yetu, sheria zote tutadili nazo sisi wenyewe. Tuwe na pia na hekima ya kibinafsi pia. Kwa sababu katika 10,000 Hall hakuna kitu kitakachosaidia pasipokuwa na oda maalum kwa ajili ya swala hili. Kama unamaanisha kama unasema kwamba huwa na discipline binafsi. Lakini nashangaa kwamba huyu mtu anatofanya sisi tunakuwa tunahangaika kati ni mtu mwalifu. Anapaswa afanywe chochote hapa. Ni kweli kwamba huyu hatuwezi kuvunja sheria ya 10,000 dollars. 若不是他的刀偏离了3分，此时掉在地上的不是我的头发，而是我的脑袋。若不是我爹身体抱恙，
由我代替。 Sasa baba yangu atakapokuwa hajafurahi juu ya hili, kuna watu wengi wanataka kumuua baba yangu tangu muda mrefu, wanataka kuweza kumuua. Ni kitu ambacho natambua. Mimi nitakata kichwa chako wewe. 武功盖世， Kama baba yako ana uwezo mkubwa, 什么的， huyu mtu mdogo kama huyo hawezi mkaribia. 这种小 Na wala haina haja ya kuhojiana na huyu. Haina haja ya kuwa na wasiwasi mama. Jamaa akamwambia wewe. 风右使和云左使怎敢如此对待？ Asema binti yuko amekaa. Kumbuka hao ni maspaya walinzi wa siri wa 10,000 Hall. Wako wanashuhudia kile kitendo. Sema mtu huyo tokana amtoa kwenye sekti. 不服气。 Hadi katika mapigo mawili ambayo yako hapa. Angalia picha kwa makini. Yaani picha kuna ugomvi ambao umezunguka baina ya watu wawili. Kuna mashorati na kuna closet sect. Yaani closet sect ni mapigo mawili ya aina fulani ya koo mbalimbali. 你不要跟着啊！ Kaambia wewe anaja kufuata. Jamaa kabidi aende kumsaidia. Angalia kwa makini. 我是杀定。 Kamba leo mimi nakuua hakika nakwambia. 姐若是执意， Kama mwanzo sije kavunja sheria za 10,000 Hall. 我等就在此卸任。 Hauna nafasi ya kufanya hivyo wala kuingia katika nafasi. Sasa baada ya kutoa ile ripoti, 小谢， Kamba cheni achana na hilo hata liende. Na aliingilia mazungumzo yao. Huyo hapa ni Lord Murong. Kumbuka ni fake huyu. Hajajua mtu ni nani na misha yake ni nini mpaka sasa hivi. Alibidi amtetee. Kumbuka ameingia kwa gia ya Lord Murong. 不卸的话，你就是4条腿。 Akasema anaambia mtu hesabu mpaka 3. 哪儿来的野种？ Na wala stai nani unaingilia biashara zetu. 哇，哟，亏你们俩还是老乡。 Kaambia acheni kupoteza kutokana na makarne na karne zinazopita. Young Master lazima aheshimiwe. 这趟顶风吃沙子， Hivi unajua kwamba nimesafiri kutoka mbali kapita mbali mpaka kuja kufika hadi hapa. 阁下是 Kaambia huyu ni Mungu, ni mkuu yani hapa. Kama mimi ni Murong Mungzu, yani ni mtoto wa mfalme. Kwa lazima nisikilizwe. 原来是慕容公子刚才救了咱， Kaambia sawa Young Master 小 unachosema. 意思。 Kaambia yeye haina haja. 原来是慕容公子啊！ Kama kwa Young Master unataka kusema nini? Tunaomba kwa wote walio kufanyia hawa. 娘子， Kaambia leo sikiliza. 不用这么客气。 Hii ni kati yetu wawili. 家伙怎么回事儿？ Katika achana na wazee wa zamani waliozeeka. 公子不必放在心上， Kabla hakuna haja ya kuchukulia jambo moyoni. 难免争论几句。 Mimi sitaka kusikiliza. Kabla ina haja ya kufanya hivyo. 这里容不得沙子。 Katika macho yetu haya 要是敢欺负你，你告诉我，我非得往他身上戳几个窟窿眼。 na kuahidi kwamba nitampiga kwa ajili yako. Nitamtumia huyu. Wamejaa- Kama Ngwasa wanataka kufanya mimi na hasira. 如何处置？ Kaambia useme kamata muuaji, tuna shughuli ya kumfanya. Kabla hamna, Mu- tumuue. Fa- Jamaa akasema huyu Lord Burong anaongea kitu gani? 啊， Kama najua kwamba mtamwadhibu huyu mtumiwa. 亲自手 Basi 刺个。 basi nikupe wewe ruksa wewe. Mu- Kama uweze kumwadhibu huyu mtumiwa, Young Master. 请吧。 Chukua upanga umwadhibu, nataka umkate kwa niaba yetu. Walikuwa wamemjaribu Lord Murong. Cheki mambo hayo. Muone kama mtetea. Jamaa kamata upanga. Kumbuka kwa ajili ya kumtetea huyu jamaa. Si mshikaji wake walikutana leo. Jamaa kamkaribia. Kachomua mzee. Weka pale kwa mzee kama wewe. Akatulia kata ngoja. Huyu ni mjanja mzee wa matriki. 呀 Sema hapana. 啊， Nimegundua kitu kimoja huyu mtu aweze kuuawa kwa sasa hivi. 娘子，我刚刚算了一下黄历， Hivi kwa nini tusubirie kwa sababu leo kuna ujio wa wageni mbalimbali wanakuja hapa. Sibora tukamuue mbele ya umati wa watu na watu wakiwa wanashuhudia. 我对天上的星宿老 Na miungu pia itakuwa yafurahia jio swala hili. 真的，带上。 Lakini ni hakika kwa ajili ya ushuhuda. 今天吉神落东南，宜出行宜理发。 Jamaa kumbuka anapiga mahesabu hapa hivi. Ndio. Aweze kumtetea mwamba maana tayari ni rafiki yake. Kumbuka wameshajuana muda mrefu uliweza kupita. Sasa anajaribu kufanya namna ya kuweza kumsaidia jamaa huyu asiweze kugundulika, yani asiweze kuuawa. Sasa mambo. 现在刺客杀 Kama baba yako watu wengi wanataka kumuua ni wengi. 杀了他也无济于事。 Kumuua kwa sasa hivi haitajalisha maana. Tumpeleke akatulie. Tuweze kujua ni nani amemtuma mahali hapa. 把他关起来，让他给娘子当人肉沙包。 Mwache aweze kuishi 鞭子， kwa muda mchache. 两脚，怎么样？ Baadaye tutamuua. Kamba hiyo ni idea nzuri. Tamtandika viboko tu. Nipe basi mjeledi. Chapa mzee. Mchapa mjeledi. 天看在慕容公， Kamba leo sababu ya Young Master Murongzu 你再多活 kuacha usurvive kwa siku chache. 大哥， Baada ya hapo Toshi tu. nataka huyu mtu aweze kuuawa. Mtoeni hapa huyu mtu. 舒大哥， Basi akatoka. Kaambia basi sasa nafurahi. Ima. At least umeweza kunionyesha kitu fulani kutokana na maisha haya. 刚才的事情，请慕容公子。 Hajalishi kwamba muda gani nitachukua, lakini huyu mtu lazima adhibiwe. Kasikia nisubirie, Sabiti ndo anarudi mzee.
Binti limzoa propaganda na porojo mingi. Sasa alifika hapa mzee, kumbuka amekuja alikuwa anamfuata huyu jamaa kwa lazima. Umeona? Sasa akaanza kuingilia masuala akaanza kuzungumza. Kama kamata tulia wewe. Ndio kwa sababu ya huyu mrembo yuko hapa Kaambia neno gani mzuri jamani 姑娘您是 Kaambia maanisha wewe kaambia wewe ni msaidizi wangu tu mama. Wala simjui mtoka wapi. Kama tulioni juu wewe. Kama wewe simjui mtoka wapi ni msaidizi wangu fanya fatafata ovyo ovyo. Kaambia naje ya kufanya hivyo. Basi baadaye msafara ulibidi uweze kuendelea baada ya swala lile limeweza kutimia. Wakati huo wale mabinti wako hapa juu walishatambua. Kaambia hii hapa haina usalama kwetu wote. Twendeni. Basi msafara uliendelea kama kawaida. 今天算我们走运， Kama tulikuwa tuna bahati mbaya leo. 堂这边 Mungu wetu yupo upande wa 10,000 hall. Kaambia Kuinong. Kuna shida gani? 过这么久了，你不觉得 Nimekuwa kidogo nataka niweze kuona kitu hapa. At least nenda kamuone binti huyo. Umeona? 这不是已经见到了吗？ Kama bado sijai muona ila nitakuja kumtazama. Basi leo alimleta huko, kumbuka ndo mtumiwa. Basi salamu nyingi zikatolewa kwa young mistress ambaye ni kama mtoto wa mfalme, ani binti wa mfalme anamuita princess. Waliingia katika ili ufalme wa 10,000 hall, walirudi leo. Kumbuka leo amekuja na mtumwa, alijaribu kufanya ile swala. 不愧是武林第一。 Kaambia kwa ukuu wa 10,000 hall. 当年 Babangu alitumia uswadi nyingi sana katika nchi mbalimbali. Kwa maana kila mtu anajaribu kuweza kupita katika jangwa la ila 我弟 kuweza kuja kuingia upande huu. 膝下只有我一个女儿， Na mimi na mtoto wake binti yake wa pekee. 我真恨不得自己， Kwa siku nyingi natamani sana ningekuwa nimezaliwa mwanaume. 我就不。 Sababu hali hii ni ngumu, jamaa kamkatisha. 你就用不着维系。 Haina haja ya kujilaumu peke yako bibie. Ndoa yetu imeshaandaliwa, si ndio? 娘子，你放心， Sasa sio na wasiwasi. Mimi kila siku nitakuwa hapa mafangling. Kwa hiyo usiogope. Ni moja kati ya familia yako. Kwa hiyo nitakusaidia baadhi ya vitu. Nitawapiga wote wajaribu kusogelea binti. 慕容公子，您的房间， Kama yang Tamurong, chumba chako kishaandaliwa tayari. 你有任何 Kwa hiyo unaweza kwenda kupumzika na huyu mjakazi wako. 真是太体贴了。 Kaambia unamaanisha kama unanichukulia mimi vizuri, kaambia nifuate. Basi kumbuka Lord Murong Mungzu so huyu ni feki. Basi upande wa pili huko tangu amkamate mwamba na anampa mateso ya hatari. Cheki mambo. Basi kama kwa DJ Hero toka pande za Boma, na DJ Boma kama kawaida. Basi jamaa wako kule anampa mateso balaa. Anakuja kuzinduliwa baada ya kipigo kikali. Sasa leo alimkabidhi kichaa mmoja. Binti yule amekasirika, amekaa hapo mbele. Anataka kujua kwa nini unakuja kuvamia kwenye ufalme huu. Nani amemtuma? 耐心，就不跟 Kama mimi sina muda mrefu wa kukupiga wewe. 派你来杀我爹。 Lakini nataka nikuulize kwamba nani nikakutuma kumuua babangu? 爹呢？ Kabla inaje ya kuuliza kuhusu babako. Maana kuna watu wengi wanaotaka kumuua babako. 爹的人分为两种， Na kwa nini unamtaka babangu aweze kufa? Kwamba wewe tayari umeshakufa na pili ni mfungwa hapa. Utakuwa mfungwa miaka yote. 过着牲口不如的日子。 Kabla wafungwa wote katika zile sazaono wanaishi kama farasi. Kwa hiyo utakuwa farasi wangu. 你要是想， Kama unataka kufanya hivyo, 所有要杀你爹的人， kwa nini kuna watu wengi wanataka kumuua babako? Kwa sababu ya mambo ambayo tayari wanayafanya kuwa katika ile eneo. 那我就要看看是你的， Kama wewe tuone nani atakayevunja miguu yako leo. 交给你了。 Namwachia Gongsu kwa ajili yako. Akutengeneze vizuri mpaka atakaposema ukweli. Mpe mateso ya kutosha mpaka atakaposema ni nani amemtuma. Hey, pigwa whip hizo mzee. Mijeledi ya kufa laana. 就想 Kama wewe 先马路， leo nitavunja. Utakuwa farasi wetu wewe leo. 还等着听你唱戏呢。 Kila mtu hapa nje anasubiria aweze kukuona. Sasa kuna wafungwa wengine mzee wamekaa hapa. 他一定会喊着 Kabla kisha leo nitakutoa nje leo. 躲一躲。哎，怎么着？ Watu kunaozana sasa hivi kinaendelea hapo sisi. 他如果是不给咱们唱戏， Kama jamaa anapenda kukaa katika maeneo hapa. 归你们了。 Leo dina yetu itakuwa ni yeye huyu. Sasa wafungwa wanasema tuachie huyo. Hajua wafungwa wapya. Sasa katoa mzee kuna visu vingi. Anamuoneshia jamaa visu vingi. Kwamba leo nataka aweze kufanya nini? Kumuoshea leo. Kwamba atampa mateso ya kutosha. Na huyo jamaa ni mjinga, ni kichaa tupu yani. Basi akasogea hapo. Sasa alichukua ule msumari, ni kisu kimoja. Akachukua na nyundo. Sasa anapigilia kisu ndani ya mfupa mzee.
piga hiyo mzee. Si. Ta. Asema maumivu anayopata jamaa si ya kawaida. Kumbuka misheni yake ni moja tu, amekuja hapa. Misheni yake iko moja. Mangli, yani ubinti wa mtoto wa mfalme hapa. Huyo princess aingia kwenye mahusiano kwa mapenzi na yeye. Hiyo ndio mission. Kwa lazima akubali kupitia yote ambayo anayapitia hapa. Bado akamleta Nzome mchakaza mpaka ana nguvu. Sasa akawaachia wafungwa. Ana polisi wanaojifanya na kwa. Kaambia anawaletea rafiki mpya, rafiki zangu. Nataka mnifundishie adabu. Sasa akawaachia maskari ambao ni wanafunzi hapa. Sio alimtesa. Si vunjua kiti cha kichwa. Si alipata mateso makali, lakini kumbuka mission yake moja tu, ameagizwa moja tu, ahakikishe mama wa nyumba hii au binti wa mfalme ambaye ni princess aingie kwenye mapenzi na yeye hadi ampende. Cheki mambo. Sasa amemkanyagia hapo chini mzee. Hawa ni wafungwa wenzake, wamemisi kitu kipya kimekuja kuona mtesa balaa. Kama usogope tu, kile kitu kinakwenda kuishia hapo chini. Leo tumetumwa kwa ajili ya kazi yetu ni yeye. Hatimaye anamcheka kwa dharau. Anakumbuka alichoambiwa. Nenda kata vichwa vyao vyote na ulipize kisasi kwa ajili ya miungu. Sasa hivi wewe ni Mungu. Ukikosea miungu itakulaani pamoja na mimi nitakulaani pia. Mama yake alikuwa akimwambia kipindi kile, alikuwa akikumbuka. Basi asubuhi iliweza kukucha. 慕容公子，这里就是万马堂的跑马场。 Basi alikuwa akitembea ni Murongzu. Kumbuka ndo anakwenda kumuoa binti huyo. Yaani ilikuwa nafasi yule kijana kuja kumuoa binti huyo ambaye ni binti ya mfalme. 替慕容公子挑一匹。 Kama lazima leo tuchukue farasi niweze kwenda kutembea. 来人， Hoya mletee Mangli Silver Coast. 来人，我要上马。 Nataka leo niweze kuendesha farasi. Binti alidai. Akasema sasa huyu nitakwenda naye. Sasa mambo. Sasa binti anataka mtese huyu mfungwa anataka kumuoa babake. Katolewa leo mzee. Kamba leo utakuwa na bahati. Madam leo tamuendeshia farasi wake. Inama chini. Inama chini wewe. Sasa nitakuwa uoneshe heshima. Sasa hataki kuonesha ni mbishi. Piga teke mzee anaanguka chini. Lakini mwanaume mzee hataki kubali. Akaamka. Mbishi. Kavunja sheria. Kama nani wanajaribu kunidisappoint mimi? Wasi mfungwa wangu. Nani anajaribu kuonesha heshima kwangu? Pigwa mzee akae chini. Anadondoka chini. Binti ataka kuja kumkanyaga, yani kuonesha heshima, dharau kubwa hii. Anakuja kumkanyaga mzee. Wewe jamaa hagiza dharau. Akaamka mzee. Kidogo binti aanguke mzee. Hii ni kosa kubwa sasa. Huyu ni binti wa mfalme, kwanza kuapa heshima. Binti anataka kumuua. Namuua. Jamaa akamzuia. Ngoja. Kidogo panga ingeshuka yani. Binti alikuwa anakufa. Kabla ina haja kufanya hivyo. Naona nuzia mnisimuue. Kabla unajua nini? Ukimua sasa hivi tulivyokubaliana jana sivyo. Kule kwa nameless provision. Watu ambao namchukia pia. Kwa ukimua kwa wakati huu. Haidaleta maana uweze kujua nani anatakiwa kuweza kumuua. Kama umechelewa, kabla ngoja. Unataka kumuua? Basi, ngoja nikwambie kitu. 更有趣的杀他的方法。 Itakuwa nzuri sana kama ukimuua. Wao itafurahisha. Kivipi? Jamaa kapiga mahesabu. Kumbuka namtetea rafiki yake. Kabla niambie. 送他上决斗场。 Naomba umpeleke kwenye vita. Yaani uko mbele ya vita akafie huko. Unasemaje? 原来公子也有这个喜好。 Kama kwa unajaribu sana kuweza kumfurahisha. 天下闻名。 Kama unajua kumpeleka kwenye vita pale, hapo mna njia yote. Atafia kwenye uwanja wa vita. 送他去决斗场。 Mpeleke kampambanishe na watu. Kama mpelekeni kwenye uwanja wa vita sasa. Wanataka mpeleke binti kwenye uwanja wa vita. Yaani huyu mfungwa ambaye ni Fushun. Wampeleke kwenye uwanja wa vita akapambane afie huko. Jamaa anajaribu kumtetea kila hali. Kama brother, kuna mtetea sana huyu mfungwa kwa sababu gani? 万马堂身居大漠之中， Kama najua 与方 haina haja sana ya kuweza kuua mtu ambaye haujamjua anatoka wapi. Ndio tuweze kufahamu kwamba nani amemtuma na anatoka upande gani. Kumua hivi itajalisha, maana watazidi kuwa wengi zaidi ambao wataka kuweza kumua mfalme wa eneo hili. 要想活命，就必须杀死对手，因为一个马奴，如果他能够杀死100 Kwa 个， sababu ukiua maadui 100 wakati kuna wengi ambao hujui wametoka wapi, hujui chanzo chake ni nini, na kuwa ni bure. Wanataka kumtumia kuweza kufahamu nani ambaye ameweza kuwatuma katika hii kazi. 我也是迫不得已才想出这么一个。 Kama mimi sina chaguo jingine, 我并不知道他要来边城做什么，但他一个人敢挑战万马 na mimi niko hapo nataka waje kumchallenge katika uwanja. Uende katika mpambano ule tukatambua ni nani ameweza kumtuma 唯一伙计。 katika hili eneo.
Sasa walimleta huku mzee, kwa wakamrudisha sero. Wakamfunga sero kama hivi. Baadaye ikiwa amekaa sero, wale wafungwa mzee ndio wao hapa. 小子， Oya, 今天你的对手是我， kesho mzee mimi mpambano wangu mimi na wewe. 决斗场是我们马 Hauna nafasi ya kwenda kushinda katika uwanja wa vita. 的机会。 Hawezi kutoka ukiwa hai katika ile eneo. 什么？ Mtakuwa, utakufa. 明天我就可以离开， Kesho mtaondoka hapa mzee. 再回到这个黑屋， Hana haja ya kurudi katika ile chumba tena. 永远离开。 Hutarudi kwenye chumba tena. Na tulaletea viazi vya mwisho kula, utakula viazi vya mwisho. Akamtemea mata anamfanyia ziaka kinoma. Hawa ni wafungwa wenzake. Kama kesho anapelekwa kwenye uwanja wa vita ili akafie huko. Sababu ni adhabu ambayo amechagua Ma Fangling ani princess. Sasa nyakati usiku, kumbuka alipigwa mateso makali. Sasa kati usiku akiwa amepumzika, hali yake inazidi kuwa mbaya zaidi siku hadi siku, sababu alikuwa amepigwa mateso makali. Ndipo anajikuta kwamba ameweza kuingia katika ile hisia. Alipokuwa ameweza kupumzika, alihisi kama kuna mtu ameweza kuingia katika ile sero. Cheki mambo. Kuna mtu alikuwa ameingia katika ile sero, akaanza kumpoza kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa na maumivu makali. Jua misheni ile aliweza kupewa. Akasikia Fushung. Hatimaye umefika Fushung. Fushung amuuliza wewe ni nani? 你不知道我是谁， Kama mimi sijui wewe ni nani, lakini nakujua wewe. 而且已经 Nakusubiria hapa kwa muda mrefu zaidi. 你想要做什么？ Unataka kufanya nini? Fushung alimuuliza. Kama mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. 我什么？ Kaambia kunisaidia mimi kivipi? 在万马堂， Utahitaji kujua vitu vingi jinsi ya kusurvive katika Tensa Zone huu, ufalme huu. 我会教你。 Nitakufundisha. 比如， Kaambia kwa mfano, Fushung alikuwa akimuuliza, 明天怎么再去？ nitaua wote ambao watakuwa na kufuata kesho katika arena, katika uwanja wa vita, na utashinda. Kama mimi sina haja, 不想杀他， mimi sitaki kuweza kumuua, 不想杀他。 mimi sitaki kumuua pia. 一个真正的男人， Kama ni kweli aezi, yani shujaa wa kweli, anatakiwa kujifunza vitu vingi zaidi 你不是 katika ufalme huu wa 10,000 Hall. 人杀掉， Au kuwa umekufa, 我会把你变成一个。 nitakusaidia uweze kuwa shujaa wa kweli. Alipokuwa amelala pale, ni mtu alikuwa akisikia sauti hiyo. Hatimaye ndio anakuja, anajikuta amelala pale pale, na kumekucha ni nyakati za asubuhi. Kumbuka amewekwa katika sero kama ni mfungwa. Baada ya tukio lile kuweza kumkuta mengi zaidi, anajitahidi kuvumilia haya yote kwa sababu ana mpango wa kufanya hapa, wa kulipa kisasi kwa ajili ya babake. Kumbuka ni sehemu ya pili hapa, DJ Hero kwenye mitambo kama kawaida, ikiwa nazidi kupelekea DJ Hero toka pande za Boma, au nita DJ Boma kama kawaida. Baadaye sasa, kama kawaida unavyojua, ufalme huu leo wanaleta uwanja wa vita. Kuna vita inakwenda kupigwa hapa. Anayekwenda kupiga vita hii si mwingine, huyu hapa. Ehe, wanakwenda kupambana. Binti anakwenda kushuhudia ile mechi. Fushung anakwenda kupigana na mtu. Sasa kumbuka, Fushung ni balaa tupu na hawajajua hilo swala. Siki mambo ameonyesha kidogo pale mwanzoni, hawajasikia. Kawai mimi labda amesita kufika. Basi hii ndio idea aliyotoa mwamba, anamuita Murongzu, lakini huyu ni fake, kumbuka. Sasa binti amekaa pale na mpango, lakini alipoangalia kwa juu aligundua kuna wapelelezi wanaangalia mechi. Huyu jamaa ni shida huyu. Kwa kuchunguza, asikia njia. Sasa mpambanaji anakwenda kupigana naye siku ya leo ni huyu. Sasa wajaji wako jamaa ni balaa. Hamna mtu anaweza kumgusa kwa $10,000. Ufalme huu hamna mtu anamkuta huyu jamaa kwa kipigo. Siki mambo. Alafu wajiwagi. Alafu cha ajabu akampa ile upanga wa mbao ili tu uawe. Siki mambo. Sasa walijikosea kwa sababu hawakujua jamani ya balaa tupu. Siki mambo. Sasa nataka uniangalizie kipigo hapo. Huyu jamani balaa tu, bwana ametrainiwa vibaya. Miaka 20 ameishi kufunzwa na mama yake kulipa kisasi. Kwa hiyo jambo dogo sana hili. Alikuwa hata na wasiwasi. Mcheki tu alimfanya. Huyo akakinga kwanza hapo mzee. Yeye kapita, yeye alikuwa na kumkatia cheni tu. Angalia mambo. Akili ya kwanza aliyoipiga nyakati hizo cheni alizofungwa.
Cheki mambo. Anategesha zile cheni ziweze kukatwa. Cheki mambo. Fu Shun ana akili balaa. Hawa alishuhudia uwezo wa jamaa jinsi alivyomjanja. Kuinong anaangalia. Kapa sana kwenda kukuua kabisa. Uondoe kuna ile eneo. Wanataka uweze kulia kabla hujafa. Sali sala lako za mwisho. Anakuja. Huyo akakinga tena. Shida yake ni cheni ikatwe. Akakinga cheni mzee. Mama anajua anapigwa lakini kumbe jamaa anajua nini anafanya. Sasa wanazidi kupiga kelele nini? Wanajua jamaa ameshindwa. Akamwambia huyu mbona anakaa vile? Apigani? Akamwambia kama mjagalaka kwa makini, anachokifanya pale anakata cheni zake. Angalia kwa makini hapa. Huyu jamaa aligundua achana yekai ni balaa tu. Hapa umeona? Baada ya hapo anataka sasa hivi ya shingoni ikatwe. Cheki mambo. Kama ulivyoangalia mwanzoni ni cheni anataka ikatwe. Na kule cheni inazidi kukatika. Ya kwanza imetoka hiyo. Sasa baki ya shingo. Sasa ya shingoni imetoka. Sasa nichekisie kipigo hapo. Jamaa sasa nafasi atachukua hatua. Jamaa sema unachunguza wewe. Kamba wewe panya mdogo. Anza kulia na kumaliza sasa hivi. Hakujua kama jamaa achafungua cheni zote. Hili balaa tupu. Akakusanya hiyo cheni hiyo. Yay! DJ Hero kama kawaida. Huyu anakuja. Akapiga kwanza farasi miguu hiyo cheki. Hapa akamsababishia ajali. Sasa unakuja sasa ujue kiburi yake kai imeishia hapa. Akanyanyua ile ambao anashusha. Say. Watu kuamini. Kibo. Hapo ndo aliamini kwamba huyu jamaa asiswa kufanya utani na yeye. Kama nzani kaondoka sasa hivi. Say, alimkita pale kamua yule soja. Haya. Kwa habari hiyo aliyoifanya. Say, inabidi wamzingire kwanza tayari washaingiwa na oga. Baadaye alishuka mwenyewe. Kumbuka mpango wake ni mmoja tu anakumbuka. Lazima Mama Ngli ampende binti yule. Yule binti lazima aingie kwenye mpenda jamaa huyo. Hiyo ndo mpango uliopo. Mama akasimama. Hey, mani, ameshashinda sasa kuweza mwachia aondoke. Wakatoa ile maiti pale. Maana binti hataki kuamini. Mara ya kwanza binti alipigwa lakini hataka kuamini. Huyu mtu anakanaje anakuwa na uwezo mkubwa namna hii? Inakuaje? Mangalia kasogea kwenye uwanja. Kamba huyu mtu ameua watu 99 tayari. Lakini sasa hivi anaonekana kama sio mtu wa kawaida huyu. Sasa Hall ina watu wengi wenye uwezo mkubwa. Lakini lazima anaweza kukupa zawadi moja. Utakuwa huru. Busu mguu wangu nikuachie wewe huru. Jamaa afanyaje hizo dharau? Hizo dharau jamaa hawezi kubali. Ni busu mguu wako. Jamaa kaamka hana huo muda. Binti anachukia dharau bala. Hataki kudharaulika kabisa. Kama ina haja kwa wakati huu, haina haja kuondoka. Jamaa anataka kubaki hapa. Jamaa si anaondoka. Wewe nani unataka kwenda kuoa? Wewe ni mtumwa wangu kabisa. Unakwenda wapi? Geuka na kuamuru. Kama mnaitwa Fu Hongxiu. Fu Hongxue, ni geutinja. Kaambia nishajua kama ni Fu Hongxiu. Nimekwambia geuka. Next mtu akupigia naye anayefuata ni mimi. Pambana na mimi sasa. Kaba nipe uswadi wangu. Kama ni hatari mama nani? Kasikia hapana. Nipe uswadi wangu. Mpeni uswadi mama. Mama akioda ameoda. Mama sasa anataka kupigana na huyo mtu kwa nini anamdharau? Kamrushia upanga. We. Chukua uswadi tupambane. Jamaa kumbuka hataki. Binti ya Jobson hawezi. Kaambia lakini leo eza mimi nife au wewe ufe. Binti alisema hivyo. Jamaa sema sitaki kuweza kukuua. Na usubiri, mimi sitaweza kukuua kwa sasa hivi. Kabidi aondoke. Mama atakagiza dharau. Wewe kamfuata mzee. Una chaguo. Pigana na mimi. Mama analazimisha sasa. Mama analazimisha apigane. Ashajua kwamba huyu jamaa hamwezi. Unaona? Mama anaona wivu. Huyu nani ananidharau mtumwa wangu? Cheki mambo. Mama jamani tufanye anakwepa tu. Hataki kuweza kumzuru mama huyo. Cheki mambo. Yeah. Ndani ya 2018
DJ Hero kama kawaida 0742 140135. Ukitaka kupata namba zangu za simu, njoo baba, ziko vikali zaidi ya hii. Lakini hii ndio imetisha kuliko zote. Cheki mambo. Mama anajaribu lakini anakuta kwamba ana uwezo mdogo kwa mtu huyo. Yeah. Kavuta tena hiyo, kakamata upanga mama kaweka chini, kumuonyesha kwamba ana uwezo wa kumuua. Cheki mambo, alimuonesha tu kidogo. Mama anajaribu akamshika. Mama anajaribu kila namna lakini hawezi. Uwezo wako huyu mtu ni mdogo sana. Kadaka upanga huo, muonyesha kwamba mimi sitaki muda kupoteza na wewe. Faka uvuta kwanza, akavunja upanga mzee. Mtu safanyaga hii kitu amnaga. Cheki mambo, upanga uko nusu. Hapa akamfuata na kile kipande. Chap! Mama kajua nimekufa. Kila mtu anashangaa, amemuua nini? Lakini binti anagundua yeye bado ni mzima. Kaambia, ushamaliza kucheza mchezo wako uliokuwa unacheza? Lakini akumua, alimtishia. Kufa kaangusha upanga ule. Mama akaamini. Afu jamaa anatambaa. Mwanaume anatembea. Hataki shida. Kama tena huyo, akamweka kati. Kwa nini mjaribu kumuua mtoto wa mfalme? Hilo ni kosa tena. Kwa nini anamrudisha tena Sero? Na yeye ilikuwa plani yake, jamaa hataki kuweza kuondoka kwenye eneo ile kwa wakati huu. Ameambiwa ainkikishe binti huyu anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na yeye. Hiyo ndio misha yake kubwa. Kwa arena imeisha. Mtuhumiwa atarajiwa afya Jafa. Kaambia, kwa nini kinaendelea hapa? Kaambia anatumia demon sect. Yaani demon sect, mapigo fulani ya kiina fulani zamani. Kabla lakini hilo pigo lilishaondolewa kwenye ufalme miaka mingi. Kama onekana mtu ana uwezo wa juu kuliko wengine wote walioko hapa. Hamna mtu anaweza kumkuta kwa uwezo. Mimi nishaona. Cheki mambo. Kampeni yake kubwa hatuwezi jua ni nini. Lakini mabinti hao walipotazama, kumbuka na wapelelezi wa siri wanaolinda ufalme huu. Baadaye wakawa wanaongea huku na huku. Kama Master Muro, kuna chochote utaweza kusema? Kaa kwa wapole. Sasa kumbuka Master Muro Ngzu, huyu ni feki. Huyu ni Yekai, lakini huyu ni feki kwa wakati huu. Kama unaenda wapi? Siwezi ondoka, siendi mahali popote mimi. Kwa unajaribu kunifanya mimi niweze kuondoka. Nasema siondoki. Kaambia nimeshakwambia ondoka. Kaambia unataka kuniondoka? Kwa nini unataka mimi nianze kufuatana na wewe? Sasa kumbuka Muro Ngzu ambaye ni feki. Sasa huyu ni Yekai, lakini anavaa mavazi ya Muro Ngzu ambaye ni feki. Sasa binti huyo anajaribu kuweza kumfuata kila mara anapoenda. Semekana kama wanakaa kijiji kimoja, lakini binti huyo anataka kumfuata kila mara anapoenda. Maana yake anampenda mwamba huyo. Mwamba yeye hataki aweze kumfuata. Anaambia jaribu kuweza kuondoka. Mimi sihitaji mtu kwa wakati huu. Nitaka niwe peke yangu hapa. Ni 听说过生死经吗？生死经。Kama tulia, jina langu litajulikana, acha ujinga. Tulia kwanza hapo. 听说学会了之后可以飞。Kama nimesikia kwamba huyu mtu ana masters, anasafiri muda mrefu mpaka huku. Nijitakuwa nimesha kufa, unajua kwa njiani kuna vitu vingi vya kusababisha mtu afe. Nimekuja mpaka hapa lakini bado hutaki kunielewa. Kaambia haina haja ya kuamini hivyo. Lakini bado naamini kitu kimoja. Nimesikia kuhusu Little Ling Flying Dagger. Umesikia kuhusu hilo? Kasikia ndio amesikia leo ameshaachia. Wale wapo. Kama lakini baada ya yote sitaki mtu aweze kuhuzurika kwa wakati huu. Kama ushapoteza mtu mmoja ushasahau nani? Kaambia Baitiayu. Baitiayu? Kaambia aliniambia kwamba muda mwingi zaidi katika watu wale wa Flying Dagger, yani ile wameshaanza kumpoteza muda mwingi. Basi alikuwa akapiga stories zile za kutoka kule kijijini kwao kama ilivyo kawaida, baada ya bishani mwingi kuweza kutokea baina yao. 怎么可能有人接住力无虚发的小李飞刀呢？ 他的故事我也听说过，他的义弟马空群就是这儿的主人，帮他覆灭了魔教。可是他唯一留在这个世上的，只有这个没头没尾的故事。但是我呢，就想把这个没头没尾的故事给补全。而且白天宇还留下了一样东西。什么呀？ 就是马芳玲手中的朝露剑。朝露剑，那把剑是白天宇留下的遗物，马空群就把它送给了自己的女儿。白天宇擅长用刀，当年他的神刀门威名远扬。 Basi baada ya kupiga story mingi, 他为什么留下一把
不善使用的剑。 Nasema alikuwa kubadilishana mawazo. Kumbuka wanatoka katika ufalme mmoja ambapo ni uko mbali. Watu wameingia kwa njia ya uchochole, kila mtu ana mpango na misheni yake kufanya katika eneo hili. Akati wana discuss yote, yuko mtu alikuwa akitazama muda mwingi. Cheki mambo. Wakati mafamilia akiwa huku leo, jamaa alidai kwamba anataka kuona uswadi wa binti huyu. Cheki mambo. Alidai kwamba anataka kuona uswadi wa binti huyu. Sasa ibidi huyu jamaa binti ingia kuja kumzuga huku. Kumbuka Fangli Abasi Yekai ambaye ni Murongzu feki anataka kuja kuona ufalme wa mama huyu. Semekana kwamba uswadi huo una kitu anataka kugundua kupitia uswadi wa binti huyo. Sasa kati binti anapiga story hivi hapa na pale. Kaambia Lin. Ulikuwa unasemaje? Unajua master ana bahati sana, ni kijana mzuri. Huyo kimoa hata pia hamna shida. Akati anapiga story, jamaa wako akavizia. Siki mambo. Kaambia yoyo. Sasa kamzuia. Uswadi uko pale nyuma. Jamaa wako anaviziaje kuiba ile uswadi. Chap, kajificha hapo. Kaambia ngoja. Mimi na Murongzu tu karibiana, familia tumekaribiana sana. Wala sina mahusiano na Murongzu kabisa. Hata binti ajaribu kumzuga mama huyo ili ule upanga uweze kwenda. Sasa sasa kuna nini kinaendelea, mbona unanizuia? Wakati wanaendelea kupiga story, jamaa wako ana time kuchukua ule uswadi. Cheki mambo haya. Akavizia chap. Angalia mambo, akauiba. Huyo akasepa. Binti ajui, anaendelea kupiga stories hapa na pale. Nini? Binti baada ya kugundua jamaa ameshachukua ule uswadi, akaondoka nao. Cheki mambo haya. Wakati anasubiria binti akunua uswadi umeshaenda. Hamna noma. Sasa hivi anaweza kaondoka pia naye. Kama tu piga glasi basi, cheers tunywe. Tuweze kunywa pamoja. Basi wakanywa. Baada ya kuweza kunywa, kama tuhisi kilikuwa nimeona test yake ni nzuri. Kama labda ungeweza kusikia hisia fulani. Kaambia useme kwa kusema hivyo. Murongzu ni mzuri sana. Kaambia labda kwa sababu unaonekana kama unampenda sana Murongzu. Ndio? Japokuwa wewe ni master wako. Lakini unaonekana kwamba njia yako wewe ni kama ya kwake. Yaani wewe unampenda kuwa karibu naye. Kumbuka binti alikuja hapa kumzuga. Siki mambo. Uswadi umeshaenda, lakini wakati wanaendelea kupiga story mbili tatu za kawaida, kuendelea kumliwaza zaidi sasa kutambua nini kilikuwa kikiendelea. Basi baada ya kumaliza kupiga story zao, binti aliendelea kujipatapatia kitu kidogo kumnywesha. Hii inaondoa stress kabisa. Hem, tuweze kupata kwa upendo wetu bwana wetu wawili. Lakini mimi sijaweza kuingia na mahusiano na master wangu. Lakini mimi sitaki kuangalia, jamani, niangalie kwa mimi. Binti akaanza kunywa kupanya kumfanya Mafangli naye ahisi ujio tofauti. Binti azidi kujitupia kinywaji ya kutosha ili Murongzu fanyaje asigundue. Hasa jamaa wako amtoka kuja na ule upanga. Kumbuka upanga si wa kawaida. Hasa anajaribu kuutoa ule upanga. Inasemekana kwamba hamna mtu anayeweza kutoa huu upanga kabisa. Sasa kanyosha juu kwanza namna hiyo, kapiga shoti namna hiyo. Radi ya kufa laana. Kapiga hapo. Sasa nataka kuchomoa au toki. Unaambia mtu anaweza kuchomoa upanga ni mtu ambaye ni damu sawa na mtu aliyetengeneza upanga. Utajua story nzima kuhusu upanga. Aliupiga kila mahali. Ani tu mradi akauyeusha na tuma, nyeusha mpaka basi. Ili uswadi huu uweze kutoka, uweze kuchomoka. Unaambia uswadi uchomoke, yani alipambana usiku kucha. Vuta, piga chini, yeusha na moto. Wapi? Piga. Unaambia uswadi utokaji kabisa. Anaweza kuchomoa uswadi. Ni mtu mmoja tu inasemekana miaka yote. Huyu mama na mume wake ambaye atakuja kumooa. Cheki mambo. Alipiga mzee. Piga mpaka. Wapi? Duka, binuka. Mama sakamkuta. Anachomoa. Maka shangaa mkomo ndo wazimu nini. We, kajifanya tena alikuwa na yeye. Kapotezea. Ninakuona au? Unafanya nini? Kabla hamna mama. Nilikuwa najaribu kuweza kufanya
kitu kidogo nilisikia kuhusu eti hakuna mtu atakayeweza kutoa uswadi kwenye hala. Kwa nilikuwa najaribu kuchomoa. 只要有人拔出这个， Nasikia ule shahidi kwamba atakayetoa uswadi huu kwenye upanga wako maana yake itakwenda kumuoa. 结果呢？ Kaambia kono wewe ulikuwa unajaribu kuchomoa. Umefanikiwa? Akasema hapana. 是我拔不出这把剑。 Kaambia mimi siweza kufanikiwa kuweza kudraw uswadi huu. Nasikia kwamba atakayeweza kutoa uswadi ndio ule atakayeweza kumuoa. Hivi ni kweli? 柔美丽的女人， Kaambia mleta hapa. Binti yeye ni anachomoa tu dakika moja. Umeona? Kabidi akae aanze kumpa story. 你对女孩子嘴的， Kaambia ni kweli unajua kuongea vizuri. 只是在我眼中， Kaambia bila shaka najua vitu vingi zaidi. Kuna vitu vizuri katika hii dunia, vya neema na vitu vingi na 可惜像我们这些出身名门的后代， Kaambia mimi niko katika moja kati ya famous familia ambazo ni famous sana. 你可以去。 Ambao niliamua kwamba atakayekuja kuweza kunioa mimi 你不像他们说的那么讨厌。 hawezi nikampuuzia kwa sababu 谢娘子 ni 美， maamuzi ya babangu. Kaambia nashukuru pia. 娘子 Kama sasa tukalale. Kaambia 要是 unataka kuniambia hiyo morning dew swadi kuna mtu ambaye atakuja kufungua? Atakayokuja kuchomoa itakuwaje? Kuna atakayokuja kuchomoa uswadi huu. 我觉得这个世上， Mama akasema Yesu. nafikiria kwamba mtu atakayekuja kuchomoa uswadi huu katika dunia hayupo tena. Huyo mtu anasemekana kwamba haishi. 会抛下一切跟他 Kwa 走。 hiyo nilichakata tamaa siku zote wa kumfuata huyo mtu atakayekuja kuchomoa uswadi huu. Basi ikiwa ni sehemu kabisa ya kwanza, basi ya pili ya picha hapo wanaita The Boulder in the Prodigal. Unaona? Boulder Prodigal picha hapa.